Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti. Karibu tena katika simulizi yetu iitwayo Wanawake wa Sasa Ndivyo Walivyo. Na hii ikiwa ni sehemu yetu ya pili ya simulizi hii. Sehemu ya kwanza tulipoishia tulimuona Lucas akiwa amempatia namba ya Farha huyu wa kuitwa Juma ili waweze kuendelea kuwasiliana na Farha. Manake Farha namba yake alikuwa nayo Lucas kwa sababu ni schoolmate wake. Yani ni mwanafunzi ambaye wamesoma katika shule moja na alikuwa akiendelea kuwasiliana naye. Sasa kutokana na maombi aliyokuwa kiyaomba, basi Juma aliamua tu kupotezea mawasiliano ya huyu binti pamoja na Lucas. Pengine alikuwa anawaza pengine Lucas ndo angeweza kumuoa huyo binti. Lakini mwisho wa siku ndio amemuota kwamba wameenda kuhiji Maka na hatimaye wakakutana na Mtume Muhammad wakiwa pamoja na hatimaye amewafungisha ndoa. Mtunzi na msimulizi wako ni mimi mwenyewe Hasdi02 Baba Sam the King. Unaweza kunipata kupitia WhatsApp namba 0752 732515 0752 732515. Kama umependezwa na makala mbalimbali zinazotolewa katika chaneli hii pamoja na simulizi mbalimbali ambazo zinapatikana humu, basi unaweza kusubscribe channel yetu inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Unaweza kusubscribe ili uwe wa kwanza kabisa kuweza kupata simulizi pamoja na makala mbalimbali ambazo zinatolewa katika chaneli hii. Karibu katika sehemu yetu hii ya pili ya Wanawake wa Sasa Ndivyo Walivyo. Ili tuendelee kupata uhondo, Juma akiendelea kutusimulia. Basi moja kwa moja nilivyokuwa nikiendelea kuwasiliana naye na yeye mwenyewe akawa na utayari, nikaona ni vyema zaidi kwa sababu alikuwa amenisaidia. Kwa sababu kumuota kwamba nimekutana naye kule na ni Maka, basi yawezekana kuna jambo zuri sana ambalo lipo juu yetu. Moja kwa moja nikaamua kwenda kule mjini ambapo tayari nimeambiwa kwamba diski zinapatikana. Nilipofika kule nikanunua. Baada ya kununua, moja kwa moja nikawa nimerudi kwa rafiki yangu mwingine ambaye aliyekuwa akiitwa Masumbuko. Hatimaye baada ya kwenda kwa Masumbuko pale, nikiwa katika chumba ambacho alichonipatia niweze kukaa pale, moja kwa moja ndipo ambapo aliweza kunipigia simu Farha na kuniambia kwamba sasa hivi hapa ndo ninakuja, nataka tuonane. Kiukweli nilifurahia kwa sababu Farha anakuja kwa ajili yangu. Ni vizuri sana, Allah ametenda. Kama kweli ni katika maombi ambayo nimeweza kuyaomba, dua mbalimbali ambazo nimeziomba na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kunisaidia, kimoja wapo ni hiki hapa. Hatimaye nakutana na Marikia wa moyo wangu. Allah subhanahu wa ta'ala, nakushukuru sana kwa kuweza kunipatia mwanamke huyu. Kwani kufungishwa ndoa na Mtume Muhammad sio jambo rahisi. Na hii haikuwa ndoto peke yake. Naamini kuna namna tu jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala umeamua hatimaye mimi niweze kukutana na Farha. Mashallah. Hatimaye yule binti
Farha alikuja moja kwa moja mpaka pale kwa Masumbuko. Hatimaye, kwa vile nilikuwa na mdogo wangu ambaye alikuwa amenipeleka kule, ambaye anaitwa Ishaq, basi Ishaq nilimwambia moja kwa moja aondoke aende nje ili aweze kumsubiria. Na hatimaye alivyoona ameshuka kwenye bodaboda, moja kwa moja akajaribu kumhoji, eti wewe ndio ambaye nimeagizwa na Juma nije kukuchukua? Hatimaye mashallah, Farha akakubali. Moja kwa moja kamleta mpaka humo ndani ambapo nilikuwa ninakaa. Kwa kweli tulizungumza mengi na Farha, nikiwa na maana ninataka kweli kumuoa. Tukazungumza mengi na hatimaye nikampatia fedha za matumizi ili aweze kuendelea kuzitumia, na hatimaye akaniambia kwamba yupo katika chuo cha ufundi cherehani, anajifunza ufundi cherehani ili aweze kufahamu namna jinsi ya kushona. Nikajaribu kumuuliza, je, wewe ni asiyeona kabisa? Akasema hapana, mimi nina uoni, sema tu nimekuja hapa kwa sababu nilikuwa nahitaji tuonane. Mimi nimekuona, mimi nimeridhika na wewe kwa sababu mimi na uoni na uwezo wa kukuona. Basi nipapase hata mimi kwa sababu we hauoni kabisa mwenzangu, ili uweze kunitambua na uweze kunifahamu kwamba nikoje. Je, namna jinsi ulivyoota ni kweli mimi ndiye, au pengine kuna Farha mwingine huenda sio mimi? Mashallah, nilivyokuja kumwangalia baada ya kumpapasa, kwa sababu sisi watu wenye ulemavu hatuwezi tukamshika mtu tukamuona kwamba eti tunamuona kwa kutumia macho. Hapana, mikono yetu ndiyo macho yetu. Ikabidi nimpapase akiwa amesimama. Nikatazama kila kitu ambacho mimi ninahitaji mwanamke awe nacho. Hatimaye akawa ni wa vile vile. Nilivyokuja kumuuliza Ishaq, akaniambia, kaka, umepata chombo, kwa sababu binti huyu ni mweupe vibaya mno, yani kiasi kwamba usipokuwa makini utaibiwa. Nikajaribu kufanya tu yani kama survey, nikajaribu kumwambia aweze kuvua japo hata avue ushungi ili niweze kuangalia, je, kichwani ukoje? Lakini binti huyu alijaribu kunikatalia kwamba ni dhambi kama endapo mimi nitaona nywele zake hali kwamba sijamuoa bado. Nikajaribu kumbembeleza hapa na pale, lakini binti alionesha moyo wa huruma. Hatimaye akaamua kujifunua ili mimi niweze kumuona, nizipapase zile nywele zake niweze kuona namna jinsi zilivyokaa. Kwa sababu akazungumza akasema kwamba kwa sababu unahitaji kunioa, basi sina budi. Kwa vile sio yale mambo yetu mengine yale ya kiutu uzima kwamba tutafanya mambo ya kimapenzi, ni hamna. Unanitazama tu na kunikagua, mimi niko tayari kukuonyesha kila kitu, lakini naomba, kwa sababu wewe si hauoni, naomba usinitamani kabla haujanioa. Tafadhali wewe jiridhishe na kile kitu unachokiona, basi hatua nyingine ili ziendelee kufuatwa. Hatimaye moja kwa moja nilivyokuja kushika kichwa, nikaona kabisa na nywele za Kihindi amezisuka vizuri kabisa mpaka zimefika mgongoni. La haula, kumbe huyu ni binti wa Kihindi. Mama, nitamweza kweli? Mahari yake nitaambiwaje? Lakini
sikuwaza hilo, kwa sababu niliona inawezekana ni hali tu ya kawaida nitampata, kwa sababu ndiye ambaye nimefungishwa ndoa na Mtume Muhammad. Kwa hiyo hakutakuwa na ugumu wa aina yeyote, kwa sababu tayari nimeota ndoto kutokana na dua ambazo nilizokuwa nikiziomba. Kwa hiyo moja kwa moja nikajiwekea nimepata mwanamke ambaye ni wa ndoto zangu. Na kweli kila kitu ambacho nilichokuwa nikikiangalia kwake kilikuwa kinanifaa. Hatimaye hapo ndipo ambapo tuliagana, na hatimaye nikampatia fedha kwa ajili ya matumizi na nauli ya kurudi kule chuo cha ufundi cherehani ambapo walipokuwa nasomea. Mimi na Ishaka ikabidi turudi nyumbani baada ya kuipata ile hadi diski. Nikaenda moja kwa moja mpaka kwa rafiki yangu Lucas, nikajaribu kumwambia Lucas, inamaanisha kwamba yule binti Farha kumbe ni binti wa Kihindi? Akasema naam. Na pale shuleni alikuwa ni binti ambaye anajielewa kweli, alikuwa ni mtu ambaye anafanya usafi sana, yani ni mtu msafi kiasi kwamba mpaka alipewa na vyeti vya usafi. Kwa hiyo hapo brother, unaweza ukao umetoboa na umepata mwanamke wa kweli. Yule ni mwanamke wa kwenda yule. Sema mimi nilikuwa nahitaji kumuoa, sema kwa vile mimi ni asiyeona, alafu kuchukua tena mtu ambaye haoni na yeye, hapana. Nikajaribu kumwambia sasa si ni low vision? Akasema hapana, mimi sina muda wa kuoa mtu ambaye anaona kidogo, nataka nioe mtu ambaye anaona kabisa, kwa sababu ana uwezo wa kunisaidia vitu vingi kuliko yule anayeona karibu. Kwa sababu kuna vitu vingine atakuwa hawezi kunisaidia, ingawa ana uwezo wa kunisaidia, ila mimi nataka anayeona kabisa, sio ambaye ana tatizo hata kidogo. Nikasema sawa, lakini ninachokuomba Lucas rafiki yangu, uendelee kuniombea, kwa sababu wanawake bwana, siwezi nikajua wanawaza nini. Kwa hiyo sasa endelea kuniombea. Nimekuwa nikitafuta muda mrefu sana nikimuomba Mungu aweze kunipatia mwanamke. Kwa kweli kwa huyu mashallah nimepata. Naomba uniombee, yani tusije tukaachana kabisa. Nifanyie maombi ya Kikristo na mimi huku nikifanya ya Kiislamu ya kwetu. Inshallah naamini Allah atasikiliza hata maombi yako pia, kwa vile utakuwa na utakuwa umeweka imani kwamba ninamuombea rafiki yangu Juma, mambo yatakwenda sawa. Hatimaye alikubali na aliniambia kabisa naanza mfungo. Hatimaye na mimi nikasema ngoja niende, wakati ninafanya kazi zangu hizo za kompyuta, basi angalau nionyeshe kwa kwamba na mimi nimefunga, au ninaweza hata nikamkabidhi Ishaq akaendelea kuongoza kompyuta hiyo, mimi nikiwa nimefunga, ili tu nifunge saumu ambayo nifanye dua za kwangu ambazo inshallah mbeleni zitakazoweza kunifanya mimi pamoja na huyu ukti wa kuitwa Farha niweze kumpata moja kwa moja. Kweli nilifunga saumu na nikaendelea kufanya dua za hapa na pale, nikimuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kunisaidia na hatimaye niweze kufanikisha mambo yangu. Ni kweli ilifikia kipindi ambacho wakati tunaendelea kuwasiliana moja kwa moja, Farha mpaka akanitumia namba za mama yake mzazi, nikaanza kuzungumza naye. Kumbe Bwana Isa alikuwa amefariki. Alinisimulia akaniambia sasa hivi nimebaki na mama yangu tu. Kwa hiyo mama yangu ndiye niko naye, lakini baba yangu alishafariki.
Kwa hiyo mimi nimekosa baba, ila mama ninaye. Kwa hiyo hata masuala ya mahali yote yatazungumzwa na mama pamoja na ndugu zangu wengine. Mama yangu namba yake hii hapa, akanipatia. Kunipatia tu namba ya mama yake, moja kwa moja nikaamini sasa hapa nimepata, kwa sababu ni wanawake wachache sana ambayo unaweza kuwasiliana naye na hatimaye kama anataka kufanya michezo yake ya ajabu, kuja kukulaghai, anaweza asikupe namba za mama yake mzazi, kwa sababu anaogopa uende unaweza kumpigia na hatimaye akakanywa au akapewa hata laana kutokana na namna jinsi ambavyo atakavyokuwa amemuudhi mama yake mzazi. Nikasema sawa, kumbe huyu ni binti kabisa ambaye amejizatiti kuwa na mimi. Ni kweli, baada ya kumwambia kwamba mimi maisha yangu kama jinsi unavyoyajua, ingawa hujawahi kuona ninachokifanya, ila ninauza nyimbo kwenye kompyuta pamoja na filamu, moja kwa moja akasema kwetu sisi mahali bila kuanzia kiasi cha shilingi 2.5 kwa kweli sidhani kama kweli unaweza kanitoa pale nyumbani, kwa sababu sisi mabinti ambao ni wazuri sana huwa ni lazima tunalipiwa mahali nyingi tukiwa tunawasiliana. Kiukweli hicho kilinitetemesha, nikaanza kuwaza, ya Allah subhanahu wa ta'ala, hizo mahali mimi nazipata wapi? Mbona ni hela nyingi sana, 2.5 nazipata wapi? Nikiwa katika mawazo kama hayo, moja kwa moja nikawa ninaendelea kuwasiliana naye. Ndipo ambapo nilikuja kusikia siku moja kanipigia simu kaniambia, kwani huko kijijini ambapo ulipo, kutoka huku mjini mpaka huko ni shilingi ngapi? Nikamwambia nauli ni shilingi 17,000. Akasema sasa kwa vile ni shilingi 17,000 naomba nitumie nije. Yaani hapo nilisikia kama vile haja zote zinataka kutoka. Sikuamini kama endapo atakuwa amejipanga kuja kiasi hicho. Kwa nini anakuja kienyeji? Lakini kwa vile na mimi tayari nilikuwa nimeshachachawa, ninahitaji angalau na mimi nipate mwanamke wa kuweza kuishi naye. Sikujua amewaza vipi, kwa nini ameamua kuniambia kwamba anataka aje kwanza. Nikamwambia nikisha kutumia 17,000 hiyo ukija unakuja alafu inakuaje? Akasema mimi nakuja kukutembelea tuishi kama mke na mume, ili niweze kupata ujauzito na hatimaye hata kama nikirudi nyumbani nikamwambia mama tayari nimepata mwanamume na kweli amenipenda, na hatimaye baada ya kunipenda na mimi nimempenda na hatimaye amenipatia ujauzito. Kwetu sisi watoto wa kike ambao wamepata ujauzito kwa jamii zetu za Kihindi, maana yake ukishapata ujauzito unakuwa hauna thamani. Inawezekana hata tukaambiwa tu utoe shilingi 2.5 kutoka kwenye 2.5 hatimaye ikawa imeisha na hatimaye tukaishi pamoja. Lakini hivi kipenzi changu hatutaweza. Ikabidi nimsikilize. Ikabidi nimsikie Farha anachokizungumza, maana nimekiona ni kitu ambacho kinanikonga sana moyo. Nilikuwa nikiwaza nitampataje, hali ya kwamba mahali ni ndefu, nitafanya nini ili niweze kumpata. Hatimaye yeye mwenyewe kaamua kuniambia anakuja. Bwana we, sikufichi, nilitetemeka, yani tumbo nilisikia linatetemeka mpaka na utumbo ndani unacheza. Sikuamini hicho ambacho kinaenda kutokea. Nikaanza kuwa na furaha nzito kupita kifani, yani nikawa na furaha ambayo sikuweza kuielezea. Hatimaye
pale pale nikafanya maombi kabla hata sijamtumia hiyo fedha. Nikafanya dua kwanza pale kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ili jambo liweze kukamilika na liweze kutimia. Inawezekana amenihurumia kutokana na kazi ambayo nilimwambia ninafanya. Kwa hiyo kumpata binti wa namna hiyo sio kitoto, ni lazima umehangaika vya kutosha. Hatimaye baada ya kufanya dua nilimtumia kweli hiyo fedha. Na hatimaye akaniambia kabisa, hakikisha umekaa katika hiyo stendi ya Mwashenya hapo kijijini. Mwashenya Center ndipo ambapo tutakapoweza kumshushia. Nilipigiwa kwenye simu ya Faraha na konda fulani hivi ambaye alikuwa ni konda wa hilo basi ambalo anatokea huko mjini anakuja huku kwetu Mwashenya kijijini. Bwana we, kwa kweli nilijihisi ni Juma mwingine, sio yule wa kipindi hicho. Kwa kweli nilimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ameweza kunisaidia kwa namna yoyote ambayo nilikuwa nikiwaza niweze kupata hicho kitu. Kwa kweli nilikaa chini nikatafakari, hivi kweli haya mambo yanaweza kwenda kweli? Haya mambo yanaweza yakawa mazuri kiasi hiki? Au ninadanganywa? Ilipofika jioni nikajaribu kumpigia simu. Simu yake haikuwa inapatikana. Nikaanza hapa nitakuwa nimepigwa. Na vile ni mtoto wa Kihindi. Nitampatia wapi? Wakati sio Mtanzania nitampatia wapi? Pengine atakuwa amerudi kwao India. Itakuwaje? Nikakaa chini nikatafakari. Kwani nitakuwa nimepigwa au kweli anakuja? Nilivokaa mida ya saa 1:00 nikapigiwa simu. Nikaambiwa tumefika hapa darajani. Kwa hiyo uwe tayari kuja Mwashenya kuja kunisubiria hapo katika ile stendi ulioambiwa. Moyo wangu ulianza kwenda mbio. Hivi kumbe ni kweli anakuja Yaani nilimwambia Ishaka aweze kujiandaa haraka iwezekanavyo. Kompyuta nikaacha inapiga mziki, nimeacha kwenye audio, nikaacha nimefunga ofisi, kompyuta inaendelea kupiga mziki. Pasina hata kuisubiria au kuizima, nikaondoka nikaacha hivyo inaendelea kupiga mziki, ofisi nikafunga ili niweze kwenda kumpokea mgeni. Naam. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya pili ya wanawake wa sasa ndivyo walivyo imeishia hapa. Tumemuona Faraha akiwa amempigia simu Juma kwamba anakuja. Na hatimaye Juma imefika mida ya jioni, kaanza kumpigia simu na hatimaye Faraha akawa hapatikani. Akaanza kuwa na mawazo kwamba anahisi inawezekana atakuwa amepigwa. Hiyo pesa imeondoka, hiyo haitapatikana tena. Lakini mwisho wa siku akaja kuambiwa kwamba wamefika kijiji cha Darajani, ambacho ni kijiji ambacho kiko karibu kabisa na Mwashenya. Je, kweli Faraha atafika? Na atakapofika wataendelea kuishi vizuri? Mtunzi na msimulizi wako ni mimi mwenyewe Hasdi02 Baba Sam the King. Unaweza kunipata kupitia WhatsApp namba 0752732515 0752732515.
Kama umependa makala mbalimbali pamoja na simulizi zinazoendelea katika chaneli hii, tafadhali subscribe ni chaneli iliyoandikwa Baba Sam The King Tanzania TV channel, ili uwe mwanafamilia wa kwanza kabisa kuzipata hizi simulizi pamoja na makala mbalimbali ambazo zinaendelea kutolewa katika chaneli hii, ili jamii iweze kujifunza. Nikuage niseme kwa heri mpaka hapo katika sehemu yetu ya 3 ya simulizi inayoitwa Wanawake wa Sasa Ndivyo Walivyo. Niseme kwa heri mpaka hapo tutakapokutana sehemu ya 3. Alamsiki.